Siafu Online TV, qulil haqqa wa in kana Ikhwani, leo nimekuandalieni mada isemayo mitazamo kuhusu stara ya Muislamu mwanamke. Mitazamo kuhusu stara ya Muislamu mwanamke. Tunapozungumzia stara ya mwanamke katika Uislamu, tunamaanisha mipaka ya mavazi na maadili ambayo mwanamke anatakiwa kuyazingatia pindi anapofikia umri wa kuwajibika na ibada, yani kubaleghe. Huyu ni mwanamke aliyefikia hatua ya kuwajibika kisheria, mukallif maana yake tunasema hivyo. Anapaswa kuzingatia masharti ya dini katika mwenendo wake wa kila siku kwa kujivisha kwa mavazi yenye stara. Ndugu zangu wa Uislamu, chanzo kikuu cha kisheria kuhusu stara ya mwanamke kinapatikana katika Qur'ani tukufu, kama Mwenyezi Mungu anavyosema, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal akhir al-aya. Waambie ewe Mtume, wanawake waumini wainamishe macho yao, wahifadhi tupu zao, wala wasionyeshe mapambo yao isipokuwa yale yanayoonekana. Sura inaendelea, aya inaendelea. Hii ni suratu An-Nur aya ya 31. Aya nyingine inasisitiza wajibu wa stara kwa mwanamke wa Kiislamu inapatikana katika Qur'an tukufu vile vile, ambapo Mwenyezi Mungu anasema, ya ayuhan nabii qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin wal akhir. Ewe nabii, waambie wake zako, binti zako na wanawake wote waumini wayashushe majilbabu yao, yani majilbabu ni nguo zile zinazofunika mwili mzima. Hii ni sura Al-Ahzab aya ya 59. Aya hii inabainisha wazi umuhimu wa mwanamke kujistiri kwa kuvaa mavazi yenye staha na yanayofunika mwili wake ipasavyo, ili kulinda heshima, utu na kujitofautisha na mienendo isiyofaa katika jamii. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuzingatia dalili hizi mbili kuu kutoka surati An-Nur aya 31 na surati Ahzab aya 59, wanazuoni wamefanya uchambuzi wa kina na hatimaye kuibua mitazamo miwili mikuu kuhusu mipaka ya stara ya mwanamke wa Kiislamu. Ikhwani, tuanze na mtazamo wa kwanza. Mtazamo wa kwanza unaamini kuwa mwili wote wa mwanamke ni stara, ikiwemo uso na viganja. Mtazamo wa kwanza unaamini kuwa mwili wote wa mwanamke ni stara, ikiwemo uso na viganja. Mtazamo huu unaungwa mkono na baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Umar, pamoja na wanazuoni mashuhuri kama vile Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Taimiyah na Ibn al-Qayyim. Kwa ujumla, wafuasi wa mtazamo huu wanaamini kuwa mwanamke anatakiwa kufunika mwili wake wote mbele ya mwanamume wasiokuwa maharimu, ikiwa ni pamoja na uso na viganja vya mikono yake. Hawa wanategemea dalili kutoka wapi? Taban, hawa wanategemea dalili kupitia Qur'ani tukufu. Tuanze na sahaba wa Mtume Abdullah ibn Mas'ud. Kupitia aya ile tulinukuu mwanzo, inasema illa ma dhahara minha. Katika kipande hiki illa ma dhahara minha, Abdullah ibn Mas'ud anasema kuwa kinachoweza kuonekana ni mavazi ya juu pekee. Kwa mtazamo wake, uso na mikono havijumuishwi katika vinavyoruhusiwa kuonekana, bali ni sehemu ya stara inayopaswa kufunikwa. Kwa maneno mengine mepesi ni kwamba mwanamke wote ni uchi, kwa hivyo anatakiwa ajivike vazi lote kamili, ila ma dhahara minha, manake hayo ni yale mavazi yanayoonekana kwa nje. Hiyo ndo illa ma dhahara minha,
kwa upande wake alivyo tafsiri Abdullah ibn Mas'ud, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas vile vile alitoa tafsiri ya aya ya 59 ya sura al-Ahzab inayosema yudnina alaihinna min jalabibihin. Abdullah ibn Abbas akieleza kuwa mwanamke anatakiwa kujifunika kwa jilbab kiasi cha kufunika mwili mzima, kwa maana jilbabu linafunika mwili wote wa mwanamke, na akaacha wazi jicho moja kwa ajili ya kuona njiani. Huu ndio mwenendo na mwelekeo wa Abdullah ibn Abbas, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyotafsiri hii aya inasema yudnina alaihinna min jalabibihinna, mwanamke wote ajifunike gubi gubi, isipokuwa aache sehemu jicho moja tu ili aweze kuona wakati anatembea sehemu mbali. Kwa msingi huo, hitimisho la mtazamo huu ni kwamba mwanamke analazimika kufunika mwili wake wote bila kuacha sehemu yoyote wazi mbele ya wasiokuwa mahari. Hali hii ndiyo inayosababisha baadhi ya wanawake leo hii kuvaa niqabu pamoja na kufunika mikono na miguu kwa kutumia glove na soksi. Yaani mikono anavaa gloves na miguuni anavaa soksi, wakizingatia maelekezo yanayotolewa katika surati An-Nur na surati Al-Ahzab kama nilivyonukuu hapo awali. Mtazamo wa pili, mwili wa mwanamke wote ni stara isipokuwa uso, viganja vya mikono na vitanga vya miguuni. Mtazamo wa pili unaona kuwa mwili wa mwanamke wote ni stara isipokuwa uso, viganja vya mikononi na vitanga vya miguuni. Mtazamo huu unasisitiza kuwa mwanamke anapaswa kufunika mwili wake wote mbele ya wanaume wasio maharimu isipokuwa uso na viganja vya mikono. Kadhalika, baadhi ya wanazuoni wameongezea vitanga vya miguuni ni katika sehemu zinazoruhusiwa kubaki wazi. Kwa ujumla, mtazamo huu unaungwa mkono na baadhi ya masahaba wa Mtume kama vile Aisha binti Abi Bakar na Anas ibn Malik radhiallahu anhum. Vile vile mtazamo huu unaungwa mkono na tabi'in na wanazuoni wakubwa kama Ata ibn Abi Rabah, Sa'id ibn Jubair, Qatada ibn Diama, pamoja na maimamu wa madhehebu kama Imamu Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Shafi na pia Ibn Hazm. Dalili katika Qur'ani wanategemea aya hii inayosema wala yudnina zinatahunna illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala wasioneshe mapambo yao isipokuwa yale yanayoonekana. Hii kama nilivyosema ni surati Nur aya 31. Kwa mujibu wa tafsiri ya wanazuoni wa mtazamo huu, kauli ya isipokuwa yale yanayoonekana, ile illa ma dhahara minha, inaashiria sehemu ambazo kwa kawaida huonekana na ni vigumu kuzificha sehemu hizo, ambazo ni uso na viganja vya mikono. Hii ndiyo tafsiri ya jumla wanaotegemea mtazamo huu kwamba mwanamke mwili wote ni stara isipokuwa uso na viganja vya mikononi. Lakini Abu Hanifa naye akaongezea na vitanga vya miguuni pia ni sehemu ambazo zina wajibu kuachiwa wazi zikaonekana hazina tatizo lolote lile. Dalili katika hadithi wanategemea hadithi iliyosimuliwa na Bibi Aisha binti Abi Bakar, anna Asmaa binta Abi Bakari dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa alayha thiyabun riqaqun fa'arada anha wa qala ya Asma'u innal mar'a idha balaghatil mahidha lam yasluhu أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. Asma binti Abi Bakar aliingia kwa Mtume akiwa amevaa nguo nyembamba, thiyabu riqaq, nguo nyembamba. Mtume akageuza uso wake na kusema, ewe Asma, mwanamke anapofikia hedhi haifai kuonekana katika mwili
wake isipokuwa hii na hii, akaashiria uso wake na viganja vya mikono. Hadithi hii inapatikana Sunani Abi Daud. Aidha, kama nilivyosema, katika madhehebu ya Imamu Abu Hanifa, wanazuoni hawa wameongezea kuwa vitanga vya miguu vinaweza kubaki wazi, hasa kwa kuzingatia dharura na ugumu wa kuvifunika wakati wa kutembea. Hivyo basi, mtazamo huu unaweka msingi kwamba mwanamke anatakiwa kufunika mwili wake wote isipokuwa usoni, viganjani na katika vitanga vya miguu. Hizo ndio sehemu tatu ambazo wao kwa ujumla wanaona kwamba zinastahiki au zinapaswa kukaa wazi kwa kupitia dalili ya Qur'ani, illa ma dhahara minha, lakini pia kupitia ile hadithi ya Mtume inayosimuliwa na Bibi Aisha kuhusu ndugu yake anaitwa Asma binti Abubakar, kama tulivyobainisha hapo juu. Kwa ujumla, suala la stara mwanamke katika Uislamu ni wajibu wa kisheria unaotokana na dalili za Qur'ani na Sunna au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wenye lengo la kulinda heshima, utu na maadili ya mwanamke wa Islam. Kutokana na tafsiri na uchambuzi wa hii hapa ni dawa ya pumu. Kama unateseka na pumu ya kurisi au pumu ya ukubwani, usipate tabu, tumia dawa yetu hii. Nadhani mnaiona hiyo dawa, mnavyoiona ndo ilivyo. Hata ukija kwangu ukitaka dawa ya pumu, utapata dawa ya aina hiyo hapo mnayoiona. Hiyo iko nusu. Dawa ya siafu ya pumu haijai, hiyo ni lita 1.5, iko nusu. Kama kuna mtu ana pumu ya kurisi ama pumu ya ukubwani, labda asipate tabu, atatumia dawa hiyo ya kupunguza na kuondoa kabisa matatizo ya pumu sugu. Hiyo ni tiba ya uhakika na salama na isiyo na madhara wala kemikali. Hapo ni asali na mambo mengine. Rudisha pumzi yako, rudisha nguvu zako, na uishi maisha bila ya hofu ya kushindwa kupumua. Yoyote yule anatumia, mkubwa mdogo, kike kiume, watoto wao ndo nawataka sana muwalete, musiwaache isije ikawa kubwa hiyo. Lakini pia ukiacha mbali na dawa hiyo hapo ya pumu, dawa mnayoiona hapo ndo nataka nizungumzie. Dawa hiyo inaitwa asali tiba. Hilo ndo jina ambalo mimi nimeita. Hiyo ni asali tiba. Wengi wenu mnaijua dawa ya Cuba. Dawa ya Cuba ile kazi yake ni kutibu mashaka ya masturbation, lakini dawa ya Cuba haiwasaidii watu wenye pressure, haiwasaidii watu wenye sukari. Dawa ya Cuba hii ni kwa ajili ya vijana ambao moto umo tayari. Nikizungumzia moto nadhani mnaelewa, moto umo, lakini wanashindwa tu kuendelea na safari. Kwa hiyo dawa ya Cuba ndio inadili na kuendelea tu safari. Dawa ya Cuba haimarishi ume. Dawa ya Cuba haitibu tatizo la mwanaume ambaye hana nguvu za kiume kabisa. Dawa ya Cuba ipo kwa ajili ya wanaume ambao wanazo nguvu za kiume, ila tutendo linakuwa fupi. Ndio dawa ya Cuba. Sasa hiyo hapo mnayoona hapo, asali tiba, hiyo ndio dawa ya msingi kwa kila mwanaume kutumia. Dawa ya Cuba anaitumia mwanaume ambaye tayari ameshaoa. Lazima uwe umeoa ndio utumie dawa ya Cuba. Mr. Kidhambi wazee, lazima uwe umeoa. Lakini asali tiba hii hapa mnayoona hapo, dawa hiyo anatumia yoyote. Dawa hiyo hapo asali tiba anatumia mwanaume yoyote. Wewe kijana ambaye uko kwenye masomo yako, labda kama ni nje ama uko Tanzania unasoma chuo, nunua dawa hii, uwe unakunywa taratibu, unajijenga. Ikifikia hatua ya kuoa, wewe utakuwa uko imara zaidi. Kijana wangu alikuwa ambaye alitumia dawa hiyo ikamsaidia, alikuwa anaua mfungo 4, mfungo 3 katumia dawa, mfungo 4 tayari. Wale wazee wangu ambao nguvu zimezimwa kabisa, asali tiba inakwenda kumhuisha zile nguvu, manake zinakuja juu. Wagonjwa wa sukari, pressure, ukitumia asali tiba ina faida kubwa na inatengeneza. Kwa maelezo zaidi nipigie simu 0618 22 33 97. Juu ya dalili hizi tulizobainisha hapo juu, imejitokeza mitazamo miwili mikuu. Mtazamo wa kwanza unaosisitiza kufunikwa kwa mwili wote wa mwanamke bila kuacha hata uso na viganja vya mikono, na mtazamo wa pili unaruhusu kuonekana kwa uso na viganja vya mikono na vitanga vya miguuni, huku mwili uliobaki kifunikwa. Ndugu zangu, baada ya kukamilisha hayo, tunatafakari haya yafuatayo. Ndugu zangu, kwa nini siku hizi watoto wadogo wa kike ambao hawajavunja ungo, au kwa maneno mengine mepesi nakasema umri wao ni mdogo, hawajafikia balehe, tuseme kati ya miaka 3 hivi hadi 6, yategemea na hali ya mtoto huyu wa kike alivyo, tunawavisha jilbabu kwa kuwavisha niqabu, soksi za mikononi na
gloves za mikononi na socks za miguuni, wakati hawa bado hawaandikiwi thawabu wala dhambi. Je, hali hii tunatekeleza dini au mila? Je, tunahofia nini kwa kuwapa mzigo huu watoto wetu hawa wa kike wadogo, kwa kuwaweka katika hali kama hiyo, huku tukijua kwamba hawawajibiki kwa dhambi wala thawabu? Jambo la pili la kutafakari kwa wanawake waliobalehe, kwa nini wanapokuwa ndani ya nyumba zetu, kwa mfano mtoto mwanamke amebalehe akiwa mbele baba yake mzazi au kaka yake, aidha baba mmoja mama mmoja au baba mmoja au mama mmoja pekee, au jamaa zake wengine wa damu wa karibu kama babu yake, kama mama mdogo kadhalika, au mjomba wake, tunawagomba kwamba waondoke kwa vile hawajistiri mbele ya kukutana na hao jamaa zake wa damu. Kwa hiyo mwanamke huyo anaondoka sehemu aliyopo na anakwenda kuvaa nguo za kumstiri, ilhali Qur'ani inasema isipokuwa kwa wale ambao jamaa zake wa damu, ambao hawajibishwi kujistiri kama anavyokuwa mbele ya wanaume ambao si maharimu wake. Je, kufanya hivyo ni sahihi wakati hawa ni maharimu zake hao jamaa zake wa damu? Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siyafu Online TV, qulil haqqa wa in kana